أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Darsa yetu leo itakuwa na maudhui ya kueleza namna uwahabi ulivyoenea katika ulimwengu na njia ambazo kwamba walizitumia kueneza uwahabi. Alfaslu thalithu, fasli ya tatu, turuqu intishari alharakati alsalafiyati alwahabiyya, njia za kuenea harakati za usalafi na uwahabi. Wa kaifiyatu qam'ihim lilhiwar, na namna ya kuzuia kwao majadiliano, walmuaradha, na kupinga au kupingwa, walniqash, na majadiliano ya kielimu. Laqad intasharat afkar alwahabiyya, hakika zimeenea fikra za wahabi wasalafiyin na masalaf biiddati turuq, kwa njia nyingi, mutarabita, zilizoungana au zilizoshikamana, tamma takhtitu laha, njia ambazo kwamba kulitimia kuzipangilia, yani zilipangiliwa kisha zikaanza kufanywa kazi. Khususan hasa anna at-taraf al-akhar, ni kwamba upande mwingine, wahum ahlul madhahib thalatha, upande mwingine ambao kwamba ni watu wa madhehebu tatu, yani Malikia, Hanafia na Shafiia, wal ashaira na ashaira, wasufia na masufi, kanu ghafilina an hadhihi alharaka, walikuwa wameghafilika kabisa kunako harakati hizi za wahabi. Walam yuiddu barnamijan, wala hawakuandaa program, wala khutatan wala plan limukafahati hadha alfikri, kwa ajili ya kupambana na fikra hii, watasaddi lahu, na kupambana nayo. Hatta asbaha an-nasu, mpaka wakawa watu, yuanuna minhu, wanaumia kutokamana na harakati hii, kama nara al-yawma, kama tulivyoona leo, ma yuanuna, yale ambao kwamba wanaumia nayo, wanaoshtakia nayo. Walidhalik, kwa hilo, fayajibu ala ahli alhaqi, inapasa kwa watu haqi, an tatakatafa juhuduhum, ziungane juhudi zao, watatadhafara, na zipeane nguvu, fi tasaddi lihadha alfikri, katika kupambana na kuzuia fikra hii, biwad'i alkhutati, kwa kuweka program, kwa kuweka mikakati, walisti'anati bilkhubarai, na kutaka msaada kwa wabobezi au wataalamu, walmutakhassisin, na watu walio na takhassus, yani ambao kwamba walio bobea katika masala haya, fi hadha almajal, katika mambo haya au katika nyanja hizi, min alulama, kutokamana na ulama, litanfidhi dhalika, kwa ajili ya kutekeleza mradi huu au jambo hili. Na hili ndilo ambalo kwamba kila siku mimi nawalingania ndugu zangu ahlul haqi, ahlul tariqa, masufi na wengine, ni kwamba juhudi zetu lazima ziungane kupambana na fikra hii, kwa sababu hii fikra haikuenea tu hivi hivi kama baadhi ya watu wanavyofikiria, bali ni mikakati, ni mipango ya muda mrefu, yenye mizania, yenye budget kubwa ya pesa, yenye budget kubwa ya fedha, mabilioni ya pesa ambayo kwamba natolewa kila mwaka kwa ajili ya kusambaza hii fikra. Kwa hivyo sisi tukiketi hivi tukawa ni juhudi za mtu mmoja mmoja tu, bado haziwezi kufanya kitu. Angaza saidia, lakini hasa inavyotakana ni juhudi zetu ziungane. Uyumkinu nane, na tuwezekania sisi, an nahsura tilka turuqa, kuzidhibiti njia hizo, wala asalib, na uslub ya njia hizo, wal khutat, na hiyo mipango, alati ambayo kwamba yaqumuna biha, wanaifanya, fil umuri talia, katika mambo yafuatayo. Njia ya kwanza wanayotumia ni bathu duati da'ina li hadha alfikri, kueneza walinganizi wanaolingania watu katika fikra hii, walladhina, na ambao kwamba hawa walinganizi, hum ala qismain, wapo katika vigawanyiko viwili.
mosi, aimmatu masajid, maimamu wa misikiti wa khutaba na makhatibu wa uadh na wahubiri, yatimu istijaruhum, ambao kwamba wanawaajiri, biwasitati ashkhasin mursalin, kupitia watu ambao kwamba waliotumwa, minal idarati alwahabia, kutoka katika idara za Wahabi huko Saudia, fayazuruna duata, wanakuja wanawazuru walinganizi walwaadha na wahubiri, wayastamilunahum, wanakuja wanawatembelea walinganizi na wahubiri, wayastamilunahum, na wanawavutia, birawatiba shahriya, kwa mishahara ya kila mwezi, wa mukafaat, na malipo mengine au stahiki zingine, wa ataya, na zawadi, wa minah, na scholarship, wa da'muhum, na kuwasaidia, bitawfiri maktaba, kwa kuwekea maktaba kabira kubwa, tumathilu kutuba amma, ambao kwamba maktaba hiyo inakuwa inawakilisha au inabeba vitabu vya kiujumla. Tumathilu kutuban ammatan, yani vitabu vya kiujumla, fi ulumi sharia, katika elimu za sheria, min jiha, kwa upande mwingine, wa kutuban, na maktaba hiyo inakuwa inawakilisha vitabu tahmilu al-aqidata al-wahabiyya, ambavyo kwamba vinabeba itikadi ya kiwahabi, min jihatin ukhra, kwa upande mwingine. Yani wanakuja wanawatembelea, bwana wewe unajua shekhe, hapa unafundisha, unasalisha, huna mshahara, huna nini, kwa hivyo sisi tutakulipa mshahara, tutakujengea nyumba, tutakuwekea maktaba kubwa, itakuwa na vitabu vyote vya sheria, tutawekea Fathul Bari nini. Lakini hapo lengo si vile vitabu vya sheria, la, lengo ni vile vitabu vya kiwahabi ambavyo kwamba vitawekwa ndani ya hiyo maktaba. Wa ma'zama, na pamoja na kupita muda, yatimu tathqifu, kuna timia kuwafahamisha au kuwaelimisha, wa tahwilu haulai la imma, na kuwabadilisha hawa maimamu wal khutabai na makhatibu, ila duati, kuwabadilisha kuwa ni walinganizi wahubiri, yujahiduna, wapambana na kupigana, fi sabili nashri hadha alfikri, katika njia ya kueneza fikra hii alwahabi salafi ya kiwahabi, fil alam, katika ulimwengu, wayuthiruna alfitan, wanamsha fitna, walqalaqil, na matatizo, fi jamii almasajid, katika misikiti yote, walmuntadayat alislamia, na katika kumbi zote za Uislamu. Hii ni njia moja katika njia ambazo kwamba wanazitumia sana, hasa katika nchi fakiri kama nchi zetu hizi. Inakuwa ni rahisi sana njia hii kufanikiwa. Pili, khirijul jamiati allati, wahitimu wa vyuo vikuu ambavyo kwamba khassasaha alwahabiyun, wameviweka mahsusi mawahabi, litakhriji aljamiiyin, kwa ajili ya kuwatoa wahitimu wa vyuo vikuu, alladhina, ambao kwamba yahmiluna fikrahum, wanaobeba fikra yao, wa aqidatahum, na itikadi yao, wa ashharuhum, na wahitimu mashuhuri zaidi katika wahitimu wa vyuo vyao vikuu, khirijul jamiati alislamia alwahabia. Khirijul jamiati alislamia alwahabia ni wahitimu wa chuo cha Kiislamu cha Kiwahabi, fil madinati almunawwara, katika mji wa Madina mtukufu, ala sakiniha afdalu salati wassalam. Fahaulai, hawa mabwana wahitimu wa chuo kikuu cha Madina, yaqumuna binafsi amali alqismi alawwal, wanafanya kazi ile ile kile kigawanyo cha kwanza tulichokitaja tamaman, kiutimilifu kabisa. Fayanshuruna alfikra salafiyya alwahabiyya, wanaeneza fikra za kisalafi za kiwahabi, athnaa tadrisi, katika kufundisha kwao. Wayuqarriruna alkutuba allati, na wafundisha vitabu ambavyo kwamba yuridunaha, wanavyovitaka, fi hadha almajal, katika uwanja huu wa itikadi, duna raqibin, pasina kuwa na mtu wa kuwachunga, wafanya watakavyo. Wayadkhulu fi dhalika, na wanaingia katika hilo, dakatira, madokta, mudarrisuna, ambao kwamba ni walimu, fil jamiat, katika vyuo vikuu, yanshuruna hadha alfikra, wanaeneza fikra hii, wayuqarrirunahu, na wanaifundisha ala tulabi, kwa wanafunzi. Hii ni njia maarufu. Ya pili, aljam'iyatu alqaima fi albuldani almukhtalifa, jumuiya ambazo kwamba zilizosimama katika miji mbalimbali, ad-da'iya, zenye kulingania lilfikri alwahabi, zinazolingania katika fikra za kiwahabi. Lakini yuhawilu alwahabia, wanajaribu mawahabi, taklila hadhihi aljam'iyat, kuzifanya chache hizi jumuiya, wa adam idhhari jam'iyati lahum,
na kuto kudhihirisha jumuiya zao, lialla yutahamu, ili wasio katuhumiwa na serikali za hizo miji, biannahum, ya kwamba wao yunshiuna ahzaban, wanaanzisha vyama wa jamiyati na jumuiya islamia, lialla yutahamu, ili wasituhumiwa, biannahum, ya kwamba wao yunshiuna ahzaban, wanaanzisha vyama wa jamaatin islamia, na vikundi vya Kiislamu, fi buldani alalam, katika miji ya ulimwengu. Yani wanafanya kwa mbinu ambazo kwamba zilizo madhubuti sana. Unajua, kuja tu sehemu hivi mathalan nchi kama Saudia mathalan, kaja tu hapa Tanzania, kaanza kuanzisha jumuiya zake, kaanza kuanzisha hivi, kaenda Mali, kaenda sehemu nyingine, watatuhumiwa kwamba hawa itakuwa wana mpango fulani wa kueneza fikra fulani za kisiasa katika vazi la kidini. Kwa hivyo hawaji mubashara, hawaji direct, wanaingia indirect. Mathalan hapa utasikia sijui kuna Islamic Foundation, sijui kuna The Nurain, sijui nini. Hizi zote ni jumuiya za Kiwahabi. Yani hizi zote kazi yake ni kufanya ajenda za Kiwahabi, kwa sababu hao ni mafakiri tu, maskini, hawana pesa. Pesa wapata wapi? Watoka kwa Mawahabi. Kwa hivyo hakikatan hizi jumuiya ni za nje, si za hapa, kwa sababu zaendeshwa na mapesa mingi ambayo kwamba yatoka nje. Chuka vizuri sana naam. Wa makauni alhaqiqa, na pamoja na kuwa uhalisia ulivyo, annahum, kwamba hao masalaf hizbun munadhamun, ni chama kilichopangilika, lahu qiyada, ambacho kwamba kina uongozi wa juu, wa afkar, na kina fikra, wa mabadi, na kina misingi yake, waladaihi mizaniyatun maliya, na chama hicho kina budget ya mali maalum kila mwaka inatolewa. Fa innahum yuhawilun, lakini wao wanajaribu, alla yadhharu, wasidhihiri, bishakli jam'iyat, kwa umbile la kijumuiya, bal bishakli duatin, bal wadhihiri kwa umbile la walinganizi wa mashayikh na mashekhi munfaridina, ambao kwamba wanaojitegemea, yad'una lilkitabi was-sunna, walingania watu katika kitabu na sunna, wala aqidati salafi salih, na walingania watu katika aqida ya salaf wema. Umeona? Uhalisia ni kwamba ni vyama hivi ambavyo kwamba vilivyopangika, ni vyama ambavyo kwamba vina masharti yote ya kivyama, vina uongozi wa juu, vina budget, vina kila kitu, lakini hawataka kudhihirika hivyo. Utakuta hata kuna mashekhe, utasikia fulani shekhe wa kisalafi ana markazi yake kubwa, ana channel yake, ana matakataka gani. Yote haya yatoka wapi? Yatoka kwa Mawahabi. Kwa hivyo waendesha kwa namna hiyo, ujanja wa namna hiyo. Tatu, nashru kutub, kueneza vitabu, wa rasail, na rasail, vitabu vidogo vidogo, tahmilu masaila hadha alfikr, vitabu vidogo vidogo ambavyo kwamba vinabeba masala ya fikra hii. Wahia, na hivyo vitabu, min taalifi ulamaihim, ni katika chungo za wanazuoni wao alqudama wa kitambo, au baadhi almuasirin, au chungo za baadhi ya wanazuoni wao wa kisasa, alladhina, ambao kwamba yaaridhuna fikrahum, waonyesha na kudhihirisha fikra zao, bitariqatin sahala, kwa njia nyepesi, mubassata, na njia ambayo kwamba iliyosahilishwa, ma tarjamati hadhihi alkutub, pamoja na kuzifasiri vitabu ila lughati almukhtalifa, katika lugha tofauti tofauti. Hii nayo ni njia ya kwanza. Tumeona wahitimu wa vyuo vikuu vyao vya Kiwahabi, na sote tofahamu Wahabi haukuingia hapa kwetu Tanzania isipokuwa baada ya vijana kuja kuchukuliwa. Maana hawakwenda wenyewe, walianza wale jamaa kuleta walinganizi wao na wabashiri wao, wakizunguka katika misikiti na katika marakizi, wakikusanya vijana wakiwapeleka kule. Baada ya vijana kuja kubebwa hapa na kupelekwa kule, baada ya kurudi ndio Wahabi ukaanza, ndio hizi fujo zikaanza Tanzania, ndio hizi dhiki zote tunazoziona zikaanza. Tuona vitabu vao sasa hivi vienezwa, wafasiri vitabu na mfano vitu kama hivyo. Wahum indama yumawiluna nashra at-turath al-qadim, na wao wakati wanapofadhili, wahum na Wahabi, indama yumawiluna, wanapofadhili kifedha, nashra at-turath al-qadim, kueneza urithi wa turath ya ilmu ya kitambo, ya ulama wa kitambo, yastajirun, wanawaajiri muhaqiqin, wa hakiki, waaliqin, na washereheshaji, ala kutubi turath, wanaosherehesha na kuhakiki vitabu vya turath, litaliq alaiha, kwa ajili ya kutia taaliq, kwa ajili ya kuweka sherehe ndani yake, bima, kwa mambo kwamba yunasibu alfikra alwahabia,
wanaweka mambo ambayo kwamba yanasbiana na fikra za Wahabi, min tadhifi al-ibarat, kudhufisha baadhi ya ibara, wala hadithi al-muaridhati lahum, na kudhufisha hadithi ambazo kwamba zinazopingana na fikra zao, al-muaridhati lahum, zenye kupingana nao fikria ni kifikra, wa taqwiyat al-ibarat, na kuzitia nguvu ibara, wala hadithi, na hadithi al-muwafiqati, zenye kuwafikiana au zenye kuendana, liaqidatihim, na akida zao, wa afkarihim, na fikra zao. Hatta unshiat makatib, mpaka zikaanzishwa ofisi maalum, makatibu tahqiq, zikaanzishwa ofisi za kuhakiki vitabu khasa mahsus bihadhi al-umur, kwa ajili ya mambo haya. Amma almuhaqiqun, ama wahakiki, ani nakusudia almualliqina ala alkutub, wanaotia sherehe hizi vitabu, alladhina ambao kwamba lam yastajiruhum alwahabiyya, hawakuajiriwa na mawahabi, fahum yakhshawun, wanaogopa ayualliqu ala alkutub, kutia taaliq katika vitabu, biayi ibaratin, kwa ibara yote, tusadimu afkara alwahabiyin, ambao kwamba inapinga fikra za Wahabi wa salafina masalafi. Kwa sababu gani? Lianna tilka alkutub, kwa sababu hivyo vitabu wakitia taaliki zinazopingana na mawahabi, lan tajida laha suqa, hazitopata soko katika miji ya kiwahabi au jamii za kiwahabi. Walianna alwahabiyya, na kwa sababu mawahabi sayuharibuna ulaika alkutab almualliqin, watawapiga vita hao waandishi waliotia hizo taaliki zenye kupingana nao. Bal lam tajru kathirun min almaktabat, bali hazikupata ujasiri maktaba nyingi, antabia kutuban, ujasiri wa kuuza vitabu, tuaridhu alwahabiyya, ambavyo kwamba venye kupinga mawahabi. Liannahum, kwa sababu wao mawahabi sayashununa alaiha harban, watawaanzishia vita, wa muqata'atan, na wataanzishia kususia vitabu vao, yadhurunaha bidhalik, kuwasusia ambao kwamba kuta wadhuru wenye hizo maktaba za kuchapisha vitabu. Hizi nazo ni njia ambazo kwamba sharhi yake ni ndefu sana, tunahawili kueleza kiufupi. Kuajiri watu maalum ambao kwamba wanahakiki vitabu, lakini uhakiki huo si uhakiki kama uhakiki mwingine, ni uhakiki maalum. Hakikisha kila ambacho kwamba hakiendani na Wahabi, ima utie taaliki pale chini ambayo kwamba yenye kukipinga kile. Hakikisha hadithi yote ambayo kwamba haiendani na fikra zetu idhoofishe. Hakikisha baadhi ya maneno ambayo kwamba haiendani na fikra zetu yatoe, weka mengine. Na hizi mbinu taban hawazifahamu isipokuwa ni ahlul ilm. Watu wengi ambao kwamba si wasomi, talabatul ilmi wadogo, mathalan vijana, si rahisi kufahamu haya mambo, kwa sababu waajirio watu ambao kwamba ni mutakhasisun, na umechezea vitabu vingi sana kwa mbinu hiyo. Wameharibu vitabu vingi sana vya ulama, kwa sababu ukiangalia ulama wingi ambao kwamba walitumikia turath, ilmu lugha, ilmu alfiqh, ilmu alhadith, ilmu altafsir, ilmu alaqida na mfano wake, wote ni ulama ashairi au maturidia. Wanazuoni wao ni wachache sana. Hivyo utafanya nini ili waingie watu wavitumikie hivyo vitabu vya ulama ambao kwamba wapingana na fikra zao, lakini si kwa lengo la kuitumikia turathi yao, bali kwa lengo ya kuipotosha na kuichakachua. Tuko vizuri sana? Ndio hata mimi nilipoandika kitabu changu hiki Al-Quh al-Muhadharab Sharh Muthallath Qutrub, Muthallath Qutrub ishawahi kuchapishwa na mawahabi, lakini walipoichapisha kuna beti 3 wakaiondosha. Na hii ni katika mambo ambayo kwamba ilinichochea sana mimi pia kukisherehesha hiki kitabu. Waliondosha beti ambazo kwamba zinazohusiana na masala ya tawassul, kuanzia ubeti wa 11, wasal minal maula al-ali ghufrana kulli zalali thumma qabul al-amali bil mustafa al-muqarrabi. Ubeti huwa aliondosha, na huwa kwanza waliondosha salla alayhi dhul ula ma hatalat muznun ala rab'in fa adha mubqilan min kulli naw'in tayyibi. 1 2 3 beti 3 hizo walizondosha. Kwa sababu gani? Kwa sababu za tofautiana aqida yao. Angalia Sharh Muthallath Qutrub ya kiwahabi ambao kwamba iliochapishwa na Dar bin Hazm, utakuta hizo wameondosha. Ndio tukaona hakuna budi, lazima kitabu hiki, kitabu cha mwanachuoni mkubwa hiki Al-Allama Abdul Aziz Al-Maghribi ambao kwamba amefanya nadhmu Muthallath ya al-Imam Qutrub Muhammad ibn al-Mustanir,
mwanafunzi wa Sibawai, watu wa karne 3 huko nyuma, karne za mwanzo taban. Tuko vizuri sana. Al-Allama Muhammad ibn al-Mustanir Qutrub ndio ambaye kwamba aliandika hiki kitabu, ambaye kwamba alikufa mwaka 206, sio karne 3, mwanzo ya karne 3 taban, mwanzo ya karne 3 ndio amekufa huyu mwanachuoni. Maana mwanachuoni aliishi karne ya 2 huko. Wanakuja sasa hivi wanachezea turathi yake. Tukasema lazima turathi hii tuitumikie. Kwa hivyo tukaashiria katika sharhi yetu hii kwamba beti hii imeondosha na mawahabi. Ni kwa sababu gani? Wameondosha kwa sababu yapingana na akida zao, kwa sababu kuna tawassul ndani yake. Tulipompelekea mmoja katika ulama wakubwa kule Omani kukisherehesha hii kitabu, alipoona zile tambihati zetu akasema lazima kuwekwa faslu maalum ya kufunua na kuweka wazi mbinu za mawahabi za kuchezea vitabu vya ulama. Ndio ukifunua hapa katika hii kitabu sahifa ya 61 kuna faslu maalum inaitwa namadhiju min tazwiri wa tahrifi salafiyati alwahabiyya liturathi ulamai lumma, mifano ya kuchakachua na kupotosha mawahabi, kupotosha turath ya ulamai wa umma. Ni faslu ambayo kwamba tumeiweka hii maalum, ambayo kwamba tumeweka ndani yake zaidi ya vitabu 15 takriban ambavyo kwamba vimechezewa na mawahabi. Na hii ni mifano michache tu, wa ila tuna mifano mingi vitabu ambavyo kwamba vimechezewa na mawahabi. Rubama Allah subhanahu wa ta'ala akitupa tawfik, tunaweza kuja kuandika kitabu maalum hasa cha kueleza hiyo masala tu. Sio kina Hashia Tusawi, sio kina Hashia Ibn Abil Abidin, sio kina vitabu vingi vya ulama wa salaf vimechezewa. Utaikuta katika fasulu hii, ndio utaona hatari ya hii nukta ambayo kwamba aloeleza hapa Imam Hassan Saqaf. Kama tunasema tunasherehesha kiufupi ila ni marefu. Inshallah Allah atutie tawfik, atuwezeshe kifedha na kimali tuweze kuchapisha kitabu, kwa sababu alhamdulillah kitabu kiko tayari, ulama washakipitia na washakipitisha na washakibariki na washatoa ruhusa ya kuchapishwa. Bado tu uwezekano wa kifedha na kimali ili tuweze kuchapisha. Allah subhanahu wa ta'ala atakapotufanyia wepesi wakati wote, insha Allah tutakitoa na mtakipata katika maktabati zote ambazo kwamba zinazosambaza vitabu vyetu. Kisha akasema wa hunaka mashayikh, na wako mashekhi au dakatira au madokta au duatu au walinganizi wa hubiri, murtabituna ambao kwamba wamefungamana bimasaliha na kimaslahi, wamefungamana kimaslahi ma ashabi alfikri alwahabi, pamoja na watu wenye fikra za kiwahabi salafi za kisalafi, fi buldani almutanawwi'a, katika miji mbalimbali, imma biwadhifa, ima wamefungamana nao kwa kazi, wameajiriwa, au bimusaadatin maliya, au kwa misaada ya kimali, au bighairi dhalik, au kwa mambo mengine sio kwa hayo. La yastati'un, hawezi maskini ya Mungu watu hao kwamba waliofungamana na mawahabi kimaslahi an yabuhu bimu'taqadihim almukhalif liaqidati alwahabiyya, hawezi kudhihirisha itikadi yao yenye kutofautiana itikadi ya mawahabi ya salafia masalafi, fayabuthuna fikra alwahabiyya, maskini ya Mungu waeneza fikra za kiwahabi, wayadhkuruna mashayikha, na wataja mashekhe wa immat alwahabiyya, na maimamu wa kiwahabi bitadhimi wa tabjili, kwa kuwachukuza na kwa kuwaheshimu, wayadhumuna mukhalif alwahabiyya, na wanawatusi wenye kuwakhalifu mawahabi, wa muaridhihim, na wenye kuwapinga. Fahaulai munafiqun, hawa ni wanafiq bila shakkin wala raib, pasna shaka. Wahum athimun, na wanapata madhambi fi halihim hadha, katika hali yao hii. Yani anachokisema ni kwamba wako baadhi ya mashekh, wako baadhi ya madokta, wako baadhi ya wahubiri si mawahabi, lakini wamefungamana kimaslahi na mawahabi. Ima wameajiriwa na mawahabi, ima wapewa misaada ya kimali na mawahabi, ima wapewa misaada mingine ya kimada na mawahabi. Kwa hivyo si mawahabi, lakini watumika kueneza uwahabi. Wako watu si mawahabi, lakini watumika kufundisha vitabu vya mawahabi. Kwa sababu mara nyingine waje kwenye chuo chako kwambia, bwana fundisha kitabu fulani fulani, bwana tutakuwa tukulipa, tutakuletea hivi vitabu bure wafundisha wanafunzi, alafu kila mwezi tutakuwa tunakupa 200,000 kwa kufundisha hivi vitabu. Ona ni kitabu vya haki hivi bwana, tusaidiane kadha kadha. Wamefungamana na mawahabi. Kuna watu mathalan ziko jumuiya hapa, sisi tunazijua, mfano hapa Tanzania, si jumuiya za kimawahabi, si jumuiya za kiwahabi,
lakini zapewa msaada na mawahabi, wawezesha na mawahabi katika program zao, si tahfidhul Qur'an, si vitu gani. Kwa hivyo wasaidia kueneza fikra za wahabi na wapinga wenye kuwaradi mawahabi. Mathalan sisi tunaona baadhi ya ndugu zetu wa kitwarika watupinga kwa sababu ya kuwaradi mawahabi. Si kwamba watupinga kwa sababu waupenda sana wahabi, watupinga kwa sababu utawaharibia kula kwao. Kwa sababu sote tofahamu kwamba kupingana wahabi mathalan, au hizi program zetu tunazozifanya za kueneza akida ya haki na kupinga akida mbovu ya mawahabi, nani anayetulipa? Hakuna anayetulipa fedha. Nani anayefadhili hizi program? Hakuna anayezifadhili. Ni sisi wenyewe ndio ambao kama tunatoa pesa zetu kuendesha hizi program. Hakuna mtu yoyote, si mtariqa wala asiyekuwa mtariqa ambao kwamba anaendesha hizi program. Lakini tufahamu sisi watu ambao kwamba waanzisha hizi program zao za mashindano ya Qur'ani, si program gani, zote hizo fadhiliwa. Na katika wanaofadhili tena kwa mapesa mingi ni mawahabi. Kwa hivyo lazima wawafiki mawahabi, lazima wawatetee mawahabi, lazima waunge mkono mawahabi, lazima watupinge sisi ili kutetea kula kwao. Hao ni wanafiki. Na tuwafahamu moja mmoja kwa majina yao na kwa vyeo vyao. 4. Tarjamatu kutubi a'immati al-Wahhabiyya, kuvifasiri vitabu vya maimamu wa Kiwahabi, wa nashruha, na kuvieneza fil alam, ulimwenguni, ka kutubi Ibn Taymiyyah, kama vitabu vya Ibn Taymiyyah wa Ibn Qayyim al-Jawziyya na Ibn Qayyim al-Jawziyya wa Ibn Abi al-Izz na Ibn Abi al-Izz wa ghairi min wengineo min as-sabiqin, katika waliotangulia, wal muasirin, na wa kisasa katika mashekhe wao, ila lughati al-mukhtalifa, kuvifasiri katika lugha tofauti tofauti, kal injilizia, kama Kizungu, Kiingereza, wal Faransia, Kifaransa, wal Hindia, Kihindi, wal lughati al-Indonesia, na Kiindonesia, wa ghairiha, na zinginezo min lughati, katika lugha hizi katika njia zao. Bal insha'u matabi'a khassa, bal kuanzisha matbaa, yani kampuni za uchapishaji maalum, fi duwali, katika dola, dhati al-adad al-kabir, zenye idadi kubwa, min as-sukani, za wakazi, ka Indonesia, kama Indonesia, ghairiha, na sehemu zinginezo. Wanaweka hizo kwa sababu gani? Litasihili, kwa ajili ya kuwepesisha, nashri al-kutubi allati, kueneza vitabu ambavyo kwamba tahmilu al-afkar al-wahabiyya, vinabeba fikra za kiwahabi, allati yuridunaha, ambazo kama wanazitaka. Fahunaka iddatu matabi', kuna chapa kampuni za uchapishaji nyingi, fi Indonesia, katika Indonesia, tatba'u al-kutub al-mutarjamata, zinazochapa vitabu vilivyofasiriwa, al-khassa, mahsusi, linashri al-fikri as-salafi al-wahabi, mahsusi kwa ajili ya kueneza fikra za kisalafi za kiwahabi. 5. Nashru sharit al-kaset, kueneza kaset zamani, taban wakati ulipokuwa mambo ya kaset, alladhi, kaset ambazo kwamba fihi muhadharat, ndani yake kuna muhadhara wa durus, na kuna masomo au khutba li ulamaihim al-muasirin, za ulamai wao wa kisasa, wa munadhirihim, na watafiti wao. 6. Bathul afkari, kueneza fikra, wal jadal hasil, na mijadala iliyopatikana akhiran, hivi karibuni, fil internet, katika internet, wa kailu sibabi lil akharin, na kuwapimia makilo ya matusi wengine, kama tunavyoona mijadala hii tunaiona sasa hivi, na kuwatukana ulama ambao kwa mwenye kukhitalifiana nao na kuwakufurisha katika mitandao. Wal ighara, na kuvamia ala al mawaqi' allati, na kuvamia, wal ighara, na kuvamia ala al mawaqi' allati, tovuti ambazo kwamba la tuwafiquhum, haziwafikiani na wao, fil internet, katika internet, wa muhawalatu takhribiha, na kujaribu kuziharibu, wa tadmiriha, na kuzivunja. Hizi ni katika njia zao wanazotumia. Ukiona tovuti fulani haenda nao, waihaki, waifanye hivi, waiharibu, watuma vijana waenda pale kuripoti, waenda comment za ujinga, na mfano vitu kama hivyo. Njia kama hizo ambazo kwamba wazitumia mpaka sasa hivi, biasaliba, kwa njia ambazo kwamba la taliqu bi akhlaqi almuslim, haziendani kabisa na tabia za Muislamu, wala bishia midaiya, wala haziendani na tabia za mlinganizi ila Allah, alingania kwa Mwenyezi Mungu, alqari ili kitabillahi ta'ala, aliyesoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, wal muqtadi bi sunnati sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wasallam, mwenye kufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wewe fanya yako, kwa nini uharibu tovuti za wengine? Ziache na zifanye kazi yao. 7. Wujudu ashkhas, wako watu,
fi mawaqi', katika tovuti na televisheni mbalimbali, au wadhaifa, au kuwa kwa kazi, mas'ula, ambazo kwamba zenye majukumu, sawaun kanat almawaqi' diniyatan, sawa hizo tovuti na televisheni ziwe za kidini, am ghaira diniya, au sio za kidini. Yusaiduna, watu hao wanasaidia, wayuqaddimuna alkhadamati, na wasahilisha khidma, utumishi. Yusaiduna, wasaidia, wayuqaddimuna alkhadamat, na wafanya utumishi, lihadha alfikri, wa kuitumikia fikra hii ya kiwahabi, wa ashabi, na wafuasi wake, bihaithu, kwa namna ambayo kwamba huyo mtu yastati'u, aweza, ayuayyin, bihaithu, kwa namna ambayo yastati'u, aweza, ayuayyin hadha ash-shakhsu, kumwajiri, yani huyu mtu aweza kuajiri. Shaona, bihaithu, kwa namna yastati'u ayuayyin hadha ash-shakhsu al-mas'ulu muwazzafin, kwa namna ambayo kwamba huyu mtu alowekwa aweza kuajiri wafanyakazi, fil marakiz ad-diniya, katika senta za kidini, katika vituo vya kidini, min duati al-fikri salafi, min duati al-fikri salafi, katika walinganizi wa fikra za kisalafi, al-wahabi, mawahabi, wa ayafsila muwazzafin, na kuwafukuza kazi wafanyakazi akharina, wengineo, muaridhina li hadha al-fikri, wenye kupingana na fikra hii, kama yusaidu, kama anavyosaidia mtu huyo, dhuhura da'iyati salafi, kudhihiri mlinganizi mwenye kulingania fikra za kisalafi, al-wahabi, za kiwahabi, fi baramija, katika program televizionia za ma-TV au idhaa, au katika idhaa, au ghairi, au zinginezo mnajonjalati, katika viwanja hivi vya kueneza, au za katika viwanja vya utangazaji vingine, magazeti na mfano. Yani waweka watu katika senta mbalimbali, waja mtu kama vile hivi vianza chini mpaka ashika uongozi. Ashika uongozi kwa mbinu za kusaidia, kwa mbinu za maendeleo, kwa mbinu mbalimbali. Baada ya kishika uongozi sasa, anakuwa zimam, uskano yuko nao yeye, kwa sababu pesa yuko nao yeye. Awajiri watu ambao kwamba wanaoendana na fikra za kiwahabi, na wale walimu ambao kwamba wenye kupingana na fikra za kiwahabi wanaachishwa kazi. Na watu hao wanakuwa na kazi ya kuwasaftia opportunity mbalimbali za kuhubiri, ima katika ma-TV, katika idhaa, katika magazeti, kama tunavyoona. 8, insha'u jami'at, kuanzisha university wa maahid, na vyuo vikuu, na vyuo maahad wa madaris. Insha'u jami'at wa maahid wa madaris shar'iyya, kuanzisha madrasa za kisheria, tuallimu hadha al-fikr, zinazofundisha fikra hii, wa taghrisuhu, na zinazo ipanda fikra hii, fi qulubi almutaallimin, katika nyoyo za kusoma, fiha, ndani ya vyuo hivyo. Kwa hivyo insha'u jami'atin, kuanzisha vyuo vikuu, wa maahida, na maahad, wa madarisa, na madrasa shar'iyyatin, za kisheria, tuallimu hadha alfikra, za kufundisha fikra hii, wa taghrisuhu fi qulubi almutaallimin fiha, ndo kazi yao. Kama tunavyoona huku kwetu, university kadhaa yameanzishwa, vyuo na maahadi kadhaa, bihaithu, kwa namna ambayo tudarasu fi tilka aljamiati, vyafundishwa katika vyuo hivyo, kutubul aqida, vitabu vya aqida za kiwahabi, wa hiya ahamu almawadi allati, wa hiya, navyo hivyo vitabu vya aqida, au hiyo mada ya aqida, ahamu almawadi allati, ni katika mada muhimu sana, allati, ambazo kwamba taj'alu taliba, zinamfanya mwanafunzi yafahamu aya fikrin, anafahamu fikra yote, wa yatabanahu, na anaitakidi. Ikhwani, tuelewane kitu kimoja. Fiqhi yamfundisha mtu, lugha yamfundisha mtu, lakini maisha ya mtu, mwenendo wa mtu unajengwa na itikadi, unajengwa na aqida. Aqida ndio inayomfanya mtu akupende, akuchukie, apigane, atoe, afanye, ni itikadi, si masomo mengine. Ndio manake mawahabi watilia nguvu sana mada hii ya aqida, kwa sababu wajua wakishamjenga mtu katika aqida yao, basi mambo mengine basi yote atafuata tu bila shaka wala raib. Fayusbihu hamilan lilmadhhab almurad, kwa hivyo baada hapo mwanafunzi anakuwa amebeba madhhabu ile iliyotakana ibebe. Wakadhalika vile vile tudarasu
baqi al-ulum zafundishwa baki elimu kalfiqh wal hadith, kama fiqh hadith katika hizo madrasa wa ghairi, na elimu zingine, lakini bitariqati salafiyya al-wahabiyya, kwa njia ya kisalafi ya kiwahabi, wa hasaba afkarihim, na kulingana na fikra zao. Namba 9, wujudu qanawatin fadaiya, kuwako televizionia, kuwako television kifupi, wa muhattatin idhaiya, na vituo vya kiidhaya maredio, tanshuru hadha alfikra, vinavyoeneza fikra hii, watastadhifu duata salafiyya alwahabiyya, na vinawakaribisha walinganizi wa kisalafi wa kiwahabi, liilqai nadawat, kwa ajili ya kuendesha mikutano, wal muhadharat, na mihadhara, fi hadha almajal, katika uwanja hizi za aqida. Kama hapa tunaona kama TV kadha, sijui kuna Imani, sijui TV Imani ni TV ambayo kwamba iko kwa ajili ya kueneza uwahabi, watu wengi hawajui. Sijui kuna Mahasin TV, ni TV ambayo kwamba iko kwa ajili ya kueneza fikra za uwahabi, za usalafi. Sijui kuna African TV, ni fikra ambayo kwamba iko kwa ajili ya kueneza uwahabi. Sijui pale Kenya kuna Horizon TV, ni fikra kwa ajili ya uwahabi. Kuna ma TV kadha, sijui kwa hapa kuna Radio Imani, pale Tanga sijui kuna Ihsani, sijui kuna, hizi zote zafadhiliwa na mawahabi kwa ajili ya kueneza uwahabi. Nani anayefahamu hilo jambo? Upande mwingine, upande wetu sisi matariqa, TV zetu ziko wapi? Channel zetu ziko wapi? Radio zetu ziko wapi? Amwat ghairu ahya, tumekufa, wala hatuna habari kabisa na yanayoendelea, yani kana kwamba hakuna kitu kinachoendelea. Allah subhanahu wa ta'ala atupe nguvu ya kueneza haki, ya kupambana na fikra hizi za kiupotovu, na tushikamane, tuungane kwa ajili ya kupambana na haya mambo, kwa sababu juhudi za mtu peke yake inakuwa ni ngumu sana, lakini zafanikiwa, lakini ni ngumu sana kinyume na ikiwa tutaungana, tutashirikiana, tutafika mbali. Hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.